Naam, kipindi cha kwanza kinetamatika ambapo tumeshuhudia mtanange mkali wa wanaume 22. Hapa tunazungumzia dabi ya Kariakoo ambao ni game on inaendelea kule visiwani Zanzibar. Sasa hapa tupo live kabisa kutoka visiwani Zanzibar. Gemu hiyo ambapo inaendelea ni dabi ya Kariakoo ambayo inawakutanisha watani wa jadi Young African na Simba Sport Club. Sasa hapa tupo kwa ajili ya kukuhabarisha matukio ambayo yametokea kipindi cha kwanza na nafasi ambazo zimetengeneza timu zote mbili ambazo zimeshindwa kutumia mpaka saizi gemu ni 0-0. Na yapi yamejiri kipindi cha kwanza, endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Pia nikukumbushe tu wewe, kama unataka update ya matukio kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani kwa kufanya hivyo moja kwa moja utakuwa unapata update ya matukio yanayoendelea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa tukianzia mchezo huo ambapo Simba Sport Club wanapeleka pumzi ya moto na wameanza mchezo vizuri zaidi, ambapo wametengeneza nafasi nyingi sana kushinda Young African. Na ikumbuke kwamba Simba Sport Club ndiye wageni wa mchezo huo, huku Young African wakiwa ni wenyeji wa mchezo huo. Tunaanza kuangalia nafasi ambayo imetengenezwa na Clatous Chota Chama, pasi nzuri ile na love pass kutokwenda kwa Ino Sospin Loemba ambaye ameanza, na pia ni ingizo jipya la Simba Sport Club. Anapoteza nafasi ya wazi kabisa na Didier Diala anawaweka Young African salama kabisa na analinda lango la Young African, ambao nafasi ilikuwa ni clear chance, lakini Ino Sospin Loemba anakosa na Didier Diala anakuwa wa kwanza kunyaka mpira ule. Lakini pia Simba Sport Club wameposesi mpira na wameendelea tena kupeleka pumzi ya moto kwa Young African. Tunaanza kuangalia nafasi ambayo imetengenezwa tena na Clatous Chota Chama kwa kupiga pasi nzuri kwenda kwa Oula na Kevu mpira ndani ya box na kutafuta far post, lakini anakosa nafasi. Pia tena shambulio likazuiliwa na Didier Diala ambaye ni golikipa namba 1 wa Young African. Na hizo ndizo nafasi ambazo wametengeneza Simba Sport Club, lakini tunarudi kwa watani Young African. Depu ametengeneza nafasi ambaye anajaribu kukevu kuitafuta far post, lakini Jibli Kasala anakuwa wa kwanza na kuwahi mpira huo wa Depu. Hivyo basi matukio haya yametokea, haya na mengine mengi sana yametokea kwenye kipindi cha kwanza. Nini kitatokea kwenye kipindi cha pili? Je, nani ataondoka na ushindi? Yote utayapata hapa Tubone Media. Nikukumbushe tu, hakikisha umeturn on notification na kubonyeza alama ya kengele. Pia kwa kusubscribe utakuwa wa kwanza kupata matukio yanayoendelea live kabisa visiwani Zanzibar. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine. Wewe ambaye unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata notification na video zetu kutoka kwetu. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, twende tukaangalie game, tutakutana kipindi cha pili. Bye bye.